Na leo Mheshimiwa Waziri umefika kwa ajili ya kuja kufanya ukaguzi wa barabara ya kutoka Rusahunga kuja hapa Benako mpaka kwenda kwenye mpaka wa Rusumo. Mheshimiwa, mimi nitazungumza, unaweza kusema kwa sababu mimi ni mwanasiasa, lakini hata ungeweza kumwinua yeyote katika hawa watu wa Benako aweze kukuelezea historia ya barabara ya Rusahunga Benako mpaka Rusumo angalau miaka miwili tu iliyopita, sio muda mrefu, miaka miwili tu iliyopita. Mheshimiwa Waziri, inatoa sana machozi. Hiki kipande cha barabara Mheshimiwa Waziri, ninapokuambia kutoka Rusahunga kufika mpaka hapo 00 ni kilomita 60. Lakini ni kipande ambacho tulikuwa tunasafiri zaidi ya masaa 4 mpaka 6 kutokana na gari unalolitumia. Magari haya ya kwetu Mheshimiwa Waziri, madogo madogo haya tulikuwa tunatumia sio chini ya masaa 6. Magari makubwa haya kama la Mheshimiwa bosi wangu DC masaa 4 mpaka 5. Kipande cha kilomita 60. Mimi Mheshimiwa Waziri nilikuwa nafanya kazi Dar es Salaam. Nilikuwa nikipata likizo nikitaka kuja nyumbani na waza kipande cha barabara kutoka Rusahunga kufika 00. Mheshimiwa Waziri, kilikuwa hakipitiki. Mimi kutoka Dar es Salaam mpaka kufika nyumbani ni zaidi ya kilomita 1400 kutoka Dar es Salaam kufika nyumbani kwetu. Zaidi ya kilomita 1400. Lakini kutoka Dar es Salaam kupita Morogoro, Dodoma, Singida, Tabora, Kahama nilikuwa siwazi kama ni safari. Safari nilikuwa naanza kuiona nikifika Rusahunga. Nasema sasa ndio naanza safari. Mheshimiwa Waziri, unaweza kujiuliza kutoka Dar es Salaam kuja Ngara safari unaianza ukifika Rusahunga. Ni kwa sababu Mheshimiwa Waziri, ile barabara ilikuwa haipitiki. Wapo wazee wetu hapa Ngara ambao Mwenyezi Mungu amewajalia uwezo. Wao wakitaka kutoka Dar es Salaam kuja Ngara likizo, ilikuwa bora wapande ndege kuja kushuka Kigali, aendeshe kilomita 153 aje Ngara kuliko kupitia kipande cha kilomita 60. Mheshimiwa Waziri, kulikuwa kupitiki. Kama haitoshi, hospitali yetu ya wilaya Ngara iko Ngara, inaitwa Murugwanza kwa wakati ule. Sasa hivi tunao Nyamiaga. Kutoka Murugwanza au Nyamiaga ukiandikiwa referral ya kwenda Bugando ni kama umeandikiwa hati ya kifo. Kama ulikuwa unaumwa ule ugonjwa ambao unao ndio unaenda kuzidi maradufu, kwa sababu barabara Mheshimiwa Waziri ilikuwa haipitiki. Nasema ilikuwa haipitiki. Wote hao ni mashahidi Mheshimiwa Waziri. Sasa Mheshimiwa Waziri, hivi ni vitu ambavyo sisi watu wa Ngara tukiwaza historia ya nyuma ni historia ya machozi ambayo lazima tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hiki ambacho ametufanyia. Tunazidi kumwomba kwa Mwenyezi Mungu ampe nguvu, kwa sababu kuna watu wenzetu wengi ambao wamepoteza maisha wakiwa kwenye ambulance wakitoka Murugwanza kwenda Bugando wakafia katika hiki kipande cha katikati. Pamoja na yote, changamoto hazikosi. Pamoja na yote ambayo yanafanyika katika kijiji hiki, zipo familia kama 35 ambazo zina manunguniko, ambayo ni manunguniko ambayo sio ya makusudi, ni manunguniko ambayo ni ya bahati mbaya. Wakati barabara inajengwa, kuna eneo ambalo limewekwa mtaro, ambao ni mtaro bahati mbaya ambao ziliponyesha uliingia katika makazi ya watu, ukaenda kusomba yale makazi ya watu, wakaanza kupata shida. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, haya makofi wanathibitisha kile ambacho nasema. Kwa hiyo tunaamini kwa sababu wewe umekuja na wataalamu wako wote, timu yako yote wako hapa, tunaamini kwamba utakwenda kulitolea maelekezo na itakwenda kukaa sawa Mheshimiwa Waziri. Na hii kazi ya pili iliyosemwa hapa, kuna nyumba za wananchi hapa zilizopata majanga kutokana na mfereji au mtaro. Ili jambo mkuu wa wilaya yuko hapa. Samahani Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na kukabidhi timu hii. Fanya nayo kazi, nendeni mkalitazame hilo eneo, wananchi hao wasaidiwe kuhakikisha wanarejea katika maisha yao ya kawaida. Rais Samia ameagiza tabasamu. Si ndivyo hivyo jamani? Kwamba tunapofanya kazi hizi tuzingatie na utu, alafu tuwaache Watanzania na tabasamu. Kote katika miji mnapojenga hizi barabara, mnapoweka mitaro, msisahau vivuko vya wavuka kwa miguu katika ile mitaro. Muhimu sana, kwa sababu hutokea wakati mwingine mtaro ni mkubwa sana, watu wanataka kuingia kwenye kanisa, watu wanataka kuingia kwenye msikiti, watu wanataka kuingia madukani, watu wanataka kuingia mashuleni, hawawezi, sharti watembee umbali mrefu wakaitafute namna ya kuingia huko. Hiyo hapana. Lazima muwatengenezee vivuko waweze kupita, wafurahie barabara yao. Mengine yote ikiwemo na shukrani
zilizotolewa na mbunge wenu kwa hisia kubwa sana, alizoeleza namna ambavyo watu wa huku Ngara mlikuwa mkitaabika kwa kipande hiki cha barabara ambacho serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa, imefanya kazi ya kimungu, imefanya kazi ya kiutumishi, na leo watu wa Ngara mmeonyesha kwa hisia shukrani yenu kupitia mbunge Doto Bahemu ya kwamba Ngara sasa mtapanda magari yaliyo mazuri na ile kadhia iliyokuwa inawapata bye bye. Kwa mujibu wa mkataba, utekelezaji wa mradi ni miezi 42 kuanzia tarehe 5 Julai 2023 hadi tarehe 10 Desemba 2026. Gharama ya utekelezaji wa mradi ni shilingi bilioni 209,265,365.61 bila ongezeko la thamani, yani VAT. Maendeleo ya ujenzi. Mheshimiwa Waziri, hadi kufikia tarehe 20 Julai 2026, maendeleo ya jumla ya utekelezaji yamefikia 73.97%, huku ujenzi wa kambi za mkandarasi mhandisi mshauri ukiwa umekamilika kwa 100% kila moja. Aidha, hadi tarehe 12 Julai 2026, muda uliotumika tangu kuanza kwa mradi tarehe 5 Julai 2023 umefikia 88.12%, sawa na miezi 37 kati ya miezi 42 ya mkataba.